Na Rais William Ruto sasa amesema kuwa mazungumzo ya kitaifa kuhusu mustakabali wa taifa hili baada ya ruwaza ya maendeleo ya mwaka 2030 yataongozwa na katiba. Akizungumza wakati wa kuadhimisha miaka 16 tangu kutangazwa rasmi kwa katiba ya mwaka 2010, Rais alisema kuwa katiba tayari imeainisha mwelekeo wa taifa hili na mafanikio ya ruwaza ya maendeleo baada ya mwaka 2030 yatakisiwa na ubora wa maisha ya Wakenya. Mashirika mbalimbali ya serikali, tume ya kikatiba na ofisi huru zilizohudhuria maadhimisho hayo zilisisitiza tena dhamira yao ya kulinda na kutetea katiba. 7 Agosti mwaka 2010. Maadhimisho ya pili ya siku ya katiba yalizileta pamoja serikali ya kitaifa ikiongozwa na Rais William Ruto, serikali za kaunti pamoja na taasisi huru za katiba ili kutafakari safari ya miaka 16 ya utekelezaji wa katiba ya mwaka 2010. Taasisi huru na tume za kikatiba zilitoa wito wa kuongezwa kwa mgao wa bajeti, huku zikisisitiza kuwa nguvu ya katiba inategemea udhabiti wa taasisi zinazoitekeleza. So we've seen issues when we raise audit reports in terms of improvements. We've seen changes in policies. We've seen amendments to laws. We've seen directives even from the National Treasury on accountability. Do our institutions collaborate effectively when mandates intersect? Are there legal, financial or administrative weaknesses that are preventing some institutions from fully performing their constitutional functions? Rais William Ruto aliahidi kuwa mazungumzo ya kitaifa kuhusu taifa hili baada ya ruwaza ya maendeleo ya mwaka 2030 yataongozwa na katiba na mafanikio yake yataonekana kupitia ubora wa maisha ya Wakenya. Kenya beyond 2030 must therefore be more than a new economic blueprint or a catalogue of projects. It must be a compact between the state and the citizen, between the present and the future, and between our national ambition and our collective responsibility. Rais alielezea hatua ambazo utawala wake umechukua katika kipindi cha miaka 4 iliyopita katika kuhakikisha wajibu wa kikatiba unawanufaisha wananchi. Aidha, rais aliahidi kuendelea kulinda uhuru wa mahakama na ugavi wa mamlaka jinsi ulivyoainishwa kwenye katiba. More than 274,000 affordable homes are under construction, creating 1.1 million jobs. These interventions demonstrate that the promise of our new constitution is steadily becoming the lived experience of more Kenyans today than was the case before. Jaji Mkuu Martha Koome aliwataka Wakenya wote kuunga mkono vita dhidi ya ufisadi na kukataa kutoa hongo kwa maafisa wa mahakama. Mwenyekiti wa baraza la magavana Ahmed Abdullahi alitambua kuwa uhusiano kati ya serikali ya taifa na serikali za kaunti umeimarika, hali ambayo imechangia kuboresha ugatuzi wa mamlaka kupitia mifumo na makubaliano ya ushirikiano kati ya serikali hizo. How should courts protect rights while remaining attentive to institutional roles, public resources, and practical consequences of their decisions? Judicial independence is non-negotiable. Courts must remain free to interpret the Constitution, protect rights, and invalidate unlawful action. Yesho Kiwashira, Darubini.